بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Jumanne tarehe 24 mwezi wa Shawwal mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 Miladia. Tunaendelea na sharh al-qawaid al-muthla fi sifati Allah ta'ala wa asma'ihi al-husna. Qala الشيخ رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. Hii ni misingi katika majina ya Allah mtukufu. Al-qaidatu al-ula: أسماء الله تعالى كلها حسنى. majina ya Allah mtukufu yote husna, ni mazuri sana. Ay balighatun fil husni ghayatahu, yenye kufikia mwisho wa uzuri majina haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala: walillahi al-asmaul husna, Allah ana majina mazuri. Tulianza kusoma hapa, lakini narudia tena kidogo. Qala al-Sheikh rahimahullah: dhukirat al-asmaul husna fi al-Quran fi 3 mawadhi. Yametajwa majina ya Allah haya mazuri sana katika Qur'ani katika sehemu 3. Fi surati al-A'raf قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي سورة طه قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي سورة الحشر قال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات. قال: ويمكن أن نزيد رابعا. inawezekana kuongezea kuzidisha sehemu ya 4. وهي قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. لكن هذه جاءت جوابا للشرط. hapa imekuja ni jawab ya sharti: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو. hiyo ndio sharti. أيما tad'u, lolote mnalomuomba katika majina hayo, falahul asmaul husna, yeye ana majina mazuri sana. Qala: lakin hadhihi jaat jawaban lisharti falaysat hiya jumlatan mustaqilla. si jumla pekee, bali imekuja hapa kwamba ni jawab ya sharti hiyo, ayyama. Fadhali. Qala: wal husna muannathu ahsan أي بالغة في الحسن غايته. الحسنى ni muannath wa ahsan. Ahsan ni mke, sifa ya mke. Alhusna ni sifa ya vitu vike. Ahsan ni sifa ya kitu kiume, husna ni sifa ya vitu vike. Idhan walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, ay balighatun fil husni ghayatahu, yamefikia mwisho wa uzuri majina haya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala: istashkala ba'd an-nas hadhihi al-kalimata ghayatahu wa qala inna husna asma'i llahi laysa lahu ghayatun wala muntaha. Wametatizika baadhi ya watu kwa kalima hili la ghayatahu, na kusema majina ya Allah mazuri hayana mwisho. Laisa lahu ghayatun wala muntaha, hayana mwisho. Falau abbarna biqawlihi albalighatu fil husni kamala, lau tungetoa taabir na kutumia msemo huu kwa majina yenye kufikia ukamilifu wa uzuri, lakana ahsana, ingekuwa ni vizuri zaidi, min qawlina ghayatahu, kuliko neno letu ghayatahu. قال الشيخ رحمه الله: فنقول صحيح أن التعبير بكماله قد يكون أحسن.
ni sawa kuwa taabir na kuleta taabir msemo wa kwamba ni ukamilifu wake, majina yake yamefikia ukamilifu wa uzuri. Kad yakunu ahsan, huenda ikawa kutumia kamali ni vizuri zaidi, lakini yuqalu innal murada bil ghayati huna annahu la shay'a fawqaha fil husni wal kamal. Muradi wa ghayatahu hapa ni kwamba hakuna kitu zaidi yake, juu yake katika uzuri na ukamilifu. Majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu kingine zaidi yake, juu yake katika uzuri na ukamilifu. Fatakunu bimaana kamalihi, kwa vile vile itakuwa ni kwa maana ya ukamilifu wake. Ai fi akmali ma yakunu fil husni, majina ya Allah mazuri sana yamefikia ukamilifu wa inavyokuwa katika uzuri. Walihadha wasafa Allah ta'ala bismi at-tafdhil fi qawlihi al-husna, na kwa hiyo ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameyasifu majina yake hayo kwa ismu at-tafdhil, kwa kusema kwake al-husna, walillahi al-asmaul husna. Wa illa famin al-ma'lumi anna awsaf Allah ta'ala laysa laha muntaha, ni katika jambo linajulikana kwamba sifa za Allah mtukufu hazina mwisho, walaysa laha ghaya, wala hazina upeo. Liannahu mahma arada al-insanu an yahsuraha fi muntaha lam yajid ila dhalika sabila. Sababu vyovyote atakavyotaka mtu kuyadhibiti majina hayo mpaka mwisho wake, hawezi akapata njia hiyo ya kufikia mwisho wa uzuri. Wa ta'lilu kauniha husna, na kutoa ta'lil na sababu ya kuwa majina yake Allah ni mazuri sana. Qawluhu wa dhalika liannaha mutadhamminatun li sifatin kamila la naqsa fiha biwajhin min alwujuh, ni kwa majina yake yamekusanya sifa zilizo kamili ambazo hazina upungufu kwa njia yoyote, min alwujuh, katika njia. Hii ndiyo ta'lil ya kuwa majina yake ni mazuri sana, yamefikia ukamilifu wa uzuri. Wadhalika liannaha mutadhamminatun lisifatin kamila, sababu majina ya Allah ni yenye kukusanya sifa zilizo kamili. La naqsa fiha biwajhin min alwujuh, hazina upungufu. Majina, sifa hizo hazina upungufu kwa njia yoyote katika njia za upungufu. La ihtimalan wala taqdiran wala waqi'a, si kwa ihtimal wala kwa kukadiria wala kwa ilivyo. قال في الشرح لكن كونه لا واقعا هذا أمر معروف. Hili ni jambo linajulikana kwamba hata ilivyo majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hayana upungufu wowote. Lakin la ihtimalan, yani la yumkinu an yahtamilahu al-lafdhu, haiwezekani matamshi kuchukua sifa hizo kwamba zina upungufu. Nafsi ya kutamka kwamba sifa za Allah zina upungufu pia haiwezekani kutamka hivyo, wala takdiran, wala kukadiria hivyo. Yani la yumkinu an yuqaddirahu adh-dhihnu, haiwezekani akili kukadiria upungufu wa sifa za Allah. La yumkinu an yuqaddirahu adh-dhihnu, akili za watu pia haiwezekani kukadiria upungufu wa sifa za Allah. Falihtimalu fi dalalati al-lafzi والتقدير في فهم المعنى. pale posema la ihtimalan, ihtimal ni katika ufahamisho wa kutamka, na takdir fi fahmi almaana, katika kufahamu maana. aliposema la ihtimalan, alihtimal fi dalalati al-lafzi, katika ufahamisho wa kutamka, na takdir aliposema wala takdiran, ay والتقدير في فهم المعنى، أي أنه ليس فيها نقص لا احتمالا ولا تقديرا.
sifa za Allah hazina upungufu, si kwa kusema tamko hilo la upungufu, wala kwa makadirio ya akili, pia haiwezekani. ولا يمكن لأي مؤمن أن يقدر في ذهنه نقص صفات الله عز وجل أو نقص أسمائه. haiwezekani kwa muislamu yoyote kukadiria katika akili yake upungufu wa sifa za Allah azza wa jalla au upungufu wa majina yake. haiwezekani katika akili ya muislamu yoyote kukadiria hilo, kwamba kuna upungufu katika sifa za Allah au kuna upungufu katika majina ya Allah. ثم قال رحمه الله: واعلم أن الألفاظ إنما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال. asema Sheikh rahimahullah, jua kwamba alfadh, matamshi, ima yafahamishe maana pungufu, upungufu mutlaqan wenye kuachiliwa, na ima itakuwa dalatan ala kamalin fi halin wa naqsin fi hal, na ima alfadh, matamshi, yatakuwa ni yenye kufahamisha ukamilifu katika hali fulani na upungufu katika hali fulani. وإما أن تكون دالة على الكمال لكن لا غاية الكمال، na ima matamshi yafahamishe ukamilifu lakini si mwisho wa ukamilifu. وإما أن تكون دالة على غاية الكمال, na ima matamshi yafahamishe mwisho wa ukamilifu. فهذه 4 أقسام. hivi ni vigawanyo vinne. فالقسم الأول وهي الدالة على غاية الكمال تكون من أسماء الله. القسم الأول ni matamshi yanayofahamisha mwisho wa ukamilifu, takunu fi asma'illah, hii inakuwa katika majina ya Allah, bimaana annahu laysa fiha naqsun abada, kwa maana ya kwamba hakuna upungufu kabisa katika majina ya Allah, la ihtimalan wala taqdiran. mithla as-sami', mfano wa sami', mwenye kusikia, wal basir, mwenye kuona, al azim, mtukufu, al alim, mjuzi, ila akhirih, mpaka mwisho wake. fakullu hadhihi kamalun la naqsa fiha, yote hii ni ukamilifu, hakuna upungufu katika sifa hizi za Allah na majina yake. hiyo ndio wa'lam anna al-alfadha imma an tadulla ala ma'na naqis naqsan mutlaqa, wa imma an takuna dallatan ala kamalin fi halin wa naqsin fi hal, wa imma an takuna dallatan ala al-kamali لكن لا غاية الكمال، وإما أن تكون دالة على غاية الكمال جوهي. القسم الثاني ما دل على كمال لكن يحتمل النقص بالتقدير. sehemu ya pili ni ile sifa zilizofahamisha ukamilifu lakini inawezekana upungufu kwa kukadiria. fahadha la yusamma bihi Allah, hili haitwi Allah kwa sifa hii wala kwa jina hili ambalo inawezekana upungufu kwa makadirio. walakin yukhbaru bihi anhu, lakini huelezewa hilo, lianna baba al-ikhbari wasi', sababu upande na mlango wa kuelezea ni mpana. mithla al-mutakallim washai, mfano mwenye kusema na mwenye kutaka, yani alladhi yashau, anayetaka, walmuridi wassani' walfa'il wama ashbaha dhalik. hadhihi kalimatun la yusamma Allahu biha, hali matamshi ambayo Allah haitwi kwa majina haya. hakuna jina la Allah as-sani', al-fa'il, al-murid, ولكن يخبر بها عنه إخبارا مطلقا، لكن huelezewa hayo kwa kuelezea mutlaqan kunakoachiliwa. فنقول
inna Allaha mutakallimun wa inna Allaha sha'in wa inna Allaha muridun wa inna Allaha fa'al. Allah ni mwenye kusema, Allah ni mwenye kutaka, Allah ni mwenye kufanya analotaka. Walam takun min al-asma, hayo si katika majina ya Allah. Lianna al-mutakallima qad yatakallamu bima yuhmadu wa qad yatakallamu bima yudhammu, sababu mwenye kusema huwa akasema maneno yanayosifiwa na huwa akasema maneno ambayo hayasifiwi. Lakinna al-kalama nafsahu kamal, lakini yale maneno nafsi yake ni ukamilifu. فمتعلق ذلك الكلام وموضوعه قد يكون مدحا وقد يكون ذما. ile mutaallaq, yale yanayofungamana na kuhusiana na maneno hayo na maudhui yake, huwa ikawa ni madhan, ni sifa, wa qad yakunu dhamma, na huwa ikawa ni kashfa, si sifa. فالمتكلم بالمعروف متكلم بالكلام بالكمال, anayezungumza jambo jema akaamrisha mema, huyu ni mwenye kuzungumza ukamilifu. Walmutakallimu bilmunkar mutakallimun binaqsin, na mwenye kuzungumzia munkar, maasiya, huyu ni mwenye kuzungumzia upungufu. Walihadha lam yakun min asma'ihi, kwa hiyo hani katika majina ya Allah almutakallim, almuridu. lakini wasahha an yukhbara bihi ala sabili al-itlaq, lakini imesihi kumwelezea Allah hilo kwa njia ya kuachiliwa, kwamba inna Allaha mutakallimun, Allah ni mwenye kusema anavyotaka. Walmuridu kadhalika. Fa aslu ithbati al-irada, asli ya kuthibitisha hiyo kutaka, wa anna al-fa'ila yaf'alu bi iradatihi, hadha kamal, na kwamba yule anayefanya anafanya kwa kutaka kwake, huu ni ukamilifu, huo ni ukamilifu. Walihadha kana almuridu akmala mimman la yuridu, kwa anayetaka ni mkamilifu sana kuliko asiyetaka. Falinsanu akmalu min alhayawan, kwa hiyo mtu ni mkamilifu sana kuliko mnyama. Lianna iradatahu atammu, kwa sababu kutaka kwa mtu ni ukamilifu. Walhayawanu akmalu min ash-shajar, na mnyama naye ni mkamilifu sana kuliko miti. Lianna iradatahu akmalu, sababu kutaka kwa mnyama nako ni ukamilifu kuliko kwa miti. Walmukhtaru lishay'i akmalu min almukrahi alayhi, mwenye khiari ya kufanya jambo naye ni mkamilifu sana kuliko mwenye kulazimishwa jambo. Lianna iradatahu akmalu, sababu yule mwenye khiari kutaka kwake ni ukamilifu sana. Lakin laysa kullu muradin khaira, lakini si kila lenye kukusudiwa ni khairi. Faqad yuridu al-insanu al-khaira wa qad yuridu ash-sharra, mtu huenda akataka khairi na huenda akataka shari. Fahadha lam yakunil muridu, falihadha lam yakunil muridu min asma'illah. Kwa hiyo ndio maana haikuwa neno murid ni katika majina ya Allah, lakin mimma yukhbaru bihi anhu, lakini katika sifa ambazo anaelezewa Allah kwamba Allah ni mwenye kutaka, analotaka kufanya anafanya, lakini si katika majina ya Allah. Almuridu, mpo? Hakuna? Au sharhi imeanza? Mithalu dhalika, ipo hiyo. Mithalu dhalika alhayyu ismun min asma'illahi ta'ala. Alhayyu ni jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Idhan alhayyu ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu ala hadha qawluhu ta'ala Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. وقد ذكرت الحي القيوم في القرآن في 3 مواضع. imetajwa alhayyul qayyum majina haya katika Qur'ani katika aya 3. Al-awwal
في آية الكرسي. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثاني في سورة آل عمران قال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. رحمك الله. قال هذا الاسم الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم. jina hili alhayu ni lenye kukusanya uhai kamili ambao haujatanguliwa na kutokuwa na uhai. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Jina alhayu, jina la Allah alhayu ni lenye kukusanya uhai kamili ambao haujatanguliwa na kutokuwa hai, kama vile viumbe vilikuwa havipo kisha ndio vikapata uhai, watu walikuwa hawapo kisha ndio wakapata uhai. Allah sio hivyo. Wala yalhaquha zawal, wala hakufikii uhai wa Allah kuondoka. Wala yalhaquha zawal, hakufikii uhai wa Allah kuondoka. Qala hadha min haythu wujudul haya, hii ni katika upande wa kupatikana uhai. Fahiya lam tusbaq biadam, uhai wa Allah haujatanguliwa na kukosekana. Wala yalhaquha zawal, wala hakufikii uhai huo kuondoka. Liqauli llahi tabaraka wa taala huwa al-awwal wal-akhir, yeye ndiye wa mwanzo na yeye ndiye wa mwisho. حيث فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول هو الذي ليس قبله شيء والآخر هو الذي ليس بعده شيء. mtume amefasiri هو الأول والآخر, tafsiri yake بأن الأول هو الذي ليس قبله شيء, ni yule ambaye hakukuwa kabla yake kitu chochote. والآخر هو الذي ليس بعده شيء, na al-akhir ni yule ambaye hakuna baada yake kitu chochote. Ndio Allah, fahuwa abadiyun azaliyun azza wa jalla, yeye ni abadiyun azaliyun, ni wa milele na alikuwepo tangu huko azal, azza wa jalla. أيضا من كمال حياته أنها الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. vile vile uhai wa Allah min kamali hayati, katika ukamilifu wa uhai wake ni kwamba ni uhai wenye kulazimisha ukamilifu wa sifa zake, uhai ambao unalazimisha ukamilifu wa sifa zake. Min alilmi, sifa ya ujuzi, walqudra na uwezo, wasam'i na kusikia, walbasar na kuona, wa ghairiha min sifati llahi azza wa jalla. Alhayatu almustalzimatu likamali sifat min alilmi walqudrati wassam'i walbasari wa ghairiha. idhan ليس فيها نقص لا في أصل الوجود ولا في الأوصاف. kwa hiyo sifa hizo za Allah hazina upungufu wowote, si katika asli ya kuwepo wala katika sifa kusifu sifa za Allah. lahul hayatul kamila, ana uhai uliokamili. ولذلك يدعوه عباده, kwa hivyo ndio maana wanamuomba waja wake. Wayalamuna annahu yasma'u kalamahum, na wanajua kwamba anasikia maneno yao. Watu wanamuomba Allah kwa sababu wanajua fika kwamba Allah anasikia maneno yao. Wa annahu qadirun ala ijabati duaihim, na kwamba yeye ni mwenye kuweza kujibu dua zao. Qala mithalun akhar al-alimu, mfano mwingine al-alimu ismun min asma'illah, moja katika majina ya Allah. Wadalilu ala dhalik qawluhu ta'ala qala nabba'ani al-alimul khabir,
فالعليم من أسماء الله، العليم ni katika majina ya Allah. أما قوله تعالى وهو عليم بذات الصدور, na yeye ni mjuzi wa yaliyo katika nyoyo, فهذا مقيد, hii imefungwa. قال أهل العلم في أصول الفقه العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه. katika usulul fiqh wanasema ahlul ilmi fi usulul fiqh alilmu kujua idrakul ma'lumi ala ma huwa alayhi, ni kukidiriki na kukijua hicho kinachojulikana kwa hivyo kilivyo, unakijua nje ndani. Idrakul ma'lumi ala ma huwa alayhi ni kukijua na kukifahamu hicho chenye kujulikana kwa hali iliyonayo vile vile inavyotakiwa. وإن شئت فقل إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطلقا. hiyo ndio ilmu, kukijua kitu kwa vile kilivyo, kukijua jaziman, kusiko na shaka, mutabikan, tena ujuzi wenye kuwafiki vile kilivyo, unakijua kitu vile kinavyotakiwa kijulikane. hadha huwa alilmu, hadha huwa alilmu. إدراك المعلوم على ما هو عليه أو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا, ujuzi usio na shaka, ujuzi wa yaqini wenye kuwafikiana na vile kilivyo kitu hicho. قال فقوله إدراك الشيء احترازا ممن لم يدرك الشيء أصلا, kwamba ilmu ni kujua kitu, hii ni kujilinda na mtu ambaye hajui kitu kabisa. wa huwa aljahil wa yusamma aljahl albasit, na huu unaitwa aljahl albasit, ujinga mdogo. Ujinga mdogo ni yule mjinga ambaye akifundishwa anajua. hadha indahu jahlun basit, sio jahl murakkab. Aljahlu albasit ni yule mjinga ambaye ni mdogo, ana ujinga mdogo, akifundishwa anajua. Lakini aljahlu almurakkab ni yule ambaye ni mjinga na hajui kama yeye ni mjinga. Yeye ni mjinga na hajui kama ni mjinga. idhan idraku shay'i, alilmu idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jaziman mutlaqa. هذا احترازا ممن لم يدرك الشيء اصلا, ni kujilinda na mtu ambaye hajui kitu kabisa. wa huwa aljahil, na huyo ndio jahil. wa yusamma aljahl albasit, anaitwa huyo ana ujinga mdogo. qala alalimu ismun min asma'illahi mutadhamminun lililmi alkamil, hili ni moja katika majina ya Allah lenye kukusanya elimu iliyo kamili. alladhi lam yusbaq bijahlin, elimu ambayo haijatanguliwa na ujinga. Elimu ya Allah ni ilmu kamili ambayo haijatanguliwa na ujinga. Kama ilmu zetu tulikuwa wajinga, tukasoma tukajua, lakini ilmu ya Allah ni ilmu kamili, haijatanguliwa na ujinga na kutojua. wala yalhaquhu nisyanun, wala haifikii ilmu hiyo ya Allah kusahau. Ilmu ya Allah haifikiliwi na kusahau, kinyume cha ilmu zetu zina kusahau. wa qawluhu idrakan jaziman, ipo hiyo عندكم. وقوله إدراكا جازما احتراز, hakuna. الله المستعان. طيب أما علمنا فمسبوق بجهل, hiyo mnayo. لما قال الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان, chini namba 1, amma ilmuna famasbuqun bijahl, ama elimu yetu imetanguliwa na jahal, kutojua. والدليل على ذلك قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Allah amewatoa nyinyi katika matumbo ya mama zenu, hamjui chochote. Hakuna aliyezaliwa anajua, hakuna aliyezaliwa ni alim anajua kila kitu, hakuna.
kila mmoja amezaliwa ni jahil, hajui kitu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Kadhalika aidan ilmuna malhuqun binisyan, elimu zetu zinaingiliwa na kusahau. والدليل على ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. mola wetu usituadhibu tukisahau au tukikosea. idhan ilmuna nahnu masbuqun bijalin wa malhuqun binisyan. Kwa hiyo elimu zetu zimetanguliwa na kutojua, zimetanguliwa na ujinga, na pia zinaingiliwa na kusahau. Amma ilmu Allahi fala, ama ujuzi wa Allah hapana, sio hivyo kabisa. Ilmu ya Allah haijatanguliwa na jahal wala simalhuqun binisyan. وأما قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عندكم هذا؟ أقول أيوه. المهم قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال فالنسيان هنا بمعنى الترك، ولهذا لم يقل تبارك وتعالى ولم نجد له علما. Tukawacha, tulimwahidi Adamu huko nyuma, fanasia, tukawacha. Walam najid lahu azma, hatukumpatia azmu. Hakusema walam najid lahu ilma, sababu nisyan pale ina maana tarki, kuwacha. Qala Allah ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa. Ilmu yake kwa Mola wangu katika kitab al-lawhil mahfudh, la yadhillu rabbi wala yansa, Mola wangu hapotei wala hasahau. Kwa hiyo ilmu ya Allah haiingiliwi na kusahau. Al-ilmu al-wasi' al-muhitu bikulli shay'in jumlatan wa tafsila. Elimu ya Allah ni pana, yenye kuzungukia kila kitu kwa jumla na kwa kukipambanua kimoja kimoja kitu hicho. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. ujuzi wa Allah ni ujuzi mpana wenye kuzungukia kila kitu kwa jumla na kwa kukipambanua kimoja kimoja. قال سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما لم يكن وما يكون لو كان كيف يكون. Allah anajua yaliyokuwa, wama lam yakun, na ambayo hayajakuwa, wama yakunu, na yanayokuwa, lau kana kaifa yakun, lau yangekuwa vipi, pia anajua hivyo Allah. Wa ilmuhu kamil, elimu yake ni kamili, liannahu lam yusbaq bijahlin, elimu yake haijatanguliwa na ujinga, wala yalhaquhu nisyanun, wala haingiliwi na kusahau elimu ya Allah. سواء ما يتعلق بأفعاله، سواء yenye kuhusiana na vitendo vyake, au af'ali khalqihi, au vitendo vya viumbe vyake. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Allah anafunguza siri zake, hakuna anayezijua isipokuwa yeye. ويعلم ما في البر والبحر, anajua vilivyo bara, nchi kavu, walbahri, na vilivyo baharini. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, jani lolote la mti halianguki isipokuwa analijua Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tasqutu min waraqah illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin. Wala haba moja katika nafaka iliyo katika giza la ardhi, wala ratbin, wala kilicho majimaji, wala yabisin, wala chenye kukauka, illa fi kitabin mubin, vyote hivyo viko katika kitabu chenye kuweka wazi kila kitu. idhan al-ilmu al-wasi' المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا هذا غير الأول. قال فمن ادعى علمها فهو كاذب كافر. من يكدai ujuzi wa hizi mafatihul ghaib, huyo ni mrongo na ni kafiri. Kadhibun fi da'wahu, ni mrongo katika madai yake.
kafirun billah, ni mwenye kumkufuru Allah. Lianna Allah yaqul qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun. Sema, waambie hakuna anayejua vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini katika siri illa Allah, isipokuwa Allah peke yake ndiye anayejua hivyo. Kwa kama mtu anadai ilmu al-ghaib fahuwa kadhibun kafirun, kadhibun fi da'wahu kafirun billah, ni mwenye kumkufuru Allah. ثم قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.